Vijana wa kujitolea waliohitimu mafunzo ya awali ya kijeshi operesheni ya miaka 60 ya Muungano katika vikosi mbalimbali vya jeshi watapelekwa kwenye makambi kwa lengo la kujifunza mafunzo ya ufundi stadi. Kauli hiyo imetolewa na Kanali Project Rutainiwa kwa niaba ya mkuu wa JKT, ambapo vijana hao watajifunza mafunzo hayo kwenye makambi kwa muda miezi 20 ili wajenge uwezo wa kulitumikia taifa kupitia sekta mbalimbali pamoja na kujikwamua kiuchumi. Jeshi la Kujenga Taifa linaendelea kuamini kwamba kiapo cha utii ambacho mmeapa muda mfupi uliopita mbele ya mgeni rasmi ni ishara tosha kwamba mmeweza kuwa wazalendo na kwamba taifa limewekeza sehemu sahihi na tutaendelea kuwa salama wakati wote, kwa kuwa lina vijana waaminifu wenye uzalendo na walio tayari kulitumikia taifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama alivyosema kamanda kikosi, baada ya muda ya miezi 4 vijana watakuwa ndani ya makambi yetu mbalimbali kwa muda wa miezi 20, na katika kipindi hiki watafundishwa stadi za kazi na stadi za maisha, ambapo baada ya kumaliza mkataba wao ndani ya Jeshi la Kujenga Taifa kwa muda wa miaka 2 watakuwa vijana imara, watakuwa tayari kujiajiri, lakini pia wanaweza kuitumikia taifa letu katika nyanja mbalimbali. Niwapongeze sana wazazi na walezi wa vijana wanaohitimu mafunzo hivi leo kwa utayari wao wa kuwaruhusu vijana wao kuweza kuhudhuria mafunzo haya, na niombe wazazi mlioweza kuwaruhusu vijana hawa waelimishe pia wazazi wengine umuhimu wa mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa. Kwa upande wake, kamanda wa kikosi hiki cha 823 KG Msange JKT Kanali Sadiki Mihayo anafafanua umuhimu wa mafunzo hayo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa muda wote wa mafunzo vijana hawa wameonyesha uwezo mkubwa wa kujifunza na kufuata yale ambayo wanapaswa kuyafanya kwa mujibu wa silabasi zao ambazo ziko hapa kikosini. Wamefundishwa masomo mbalimbali ya kijeshi pamoja na yale ya kiraia ili kuhakikisha kwamba wanakuwa well equipped na vitu ambavyo vinawapasa kuvipata wakiwa watoto wa Kitanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, masomo hayo yamewajenga sana vijana hawa na kuwafanya wawe hodari, wakakamavu, watiifu, wenye nidhamu pamoja na uadilifu, ili kupitia hayo masomo sasa waweze kupata mwanga wa kubaini mema na mabaya na hatimaye kuwa na uwezo wa kujiongoza katika ufumbuzi wa changamoto mbalimbali ambazo watakuwa wanakabiliana nazo katika maisha yao. Ni matumaini ya kikosi na Jeshi la Kujenga Taifa kuwa mafunzo haya yatawaletea mabadiliko makubwa katika majukumu yao ya kila siku sambamba na maisha yao ya baadaye baada ya kutoka ndani ya Jeshi la Kujenga Taifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, vijana hawa na malezi ya vijana hawa ni nyanja pana sana inayoambatana na changamoto nyingi ikiwepo utandawazi katika miaka hivi karibuni, lakini sisi kama Jeshi la Kujenga Taifa ambao tumekabidhiwa dhamana ya kuwalea vijana hawa, jukumu letu kubwa ni kuwaelewesha, kuwaelekeza na sambamba na kuwafunza kutenda yale ambayo yanaendana na mila, desturi na tamaduni za Kitanzania. Nao vijana waliohitimu mafunzo hayo wanaelezea mapokezi yao mara baada ya kutangazwa nafasi ya kujifunza mafunzo ya ufundi stadi. Mafunzo ya stadi yatatusaidia kwa sababu pindipo unapopata ustadi, mfano katika swala lazima la kilimo, unapata wewe kama ni mimi kijana ninapata kujiajiri au ninapata nafasi ya mimi kuweza kujiajiri, kutengeneza shamba kama lilivyo tengenezwa shamba jingine, mfano kilimo cha mpunga, kilimo cha mazao na vilimo vya biashara vingine tofauti. Akizungumza na vijana hao, mkuu wa wilaya ya Kaliua Daktari Gerard Mongela amewataka wahitimu hao kuishi kwenye viapo vya utii walivyowapa wakati wa kuhitimisha mafunzo hayo. Nimeona namna ambavyo inaelekea kwa asilimia kubwa mafunzo yenu yote mliopewa mmeyapokea, kuyaelewa na kuyazingatia. Hongereni sana. Jambo la pili, ninaomba sana muende mkaishi kwa kadri ya kiapo mlichoishi. Narejea, hili la msingi sana. Muende mkaishi kwa kadri ya kiapo mlicho hapa. Lakini pia myakumbuke na yale mambo manne
ambayo na nyinyi mmeyazungumza kwa sauti kubwa. Wengi wenu wakati mnaapa niliwakuwa na watazama kwa makini, na ninadhani niko sahihi kwamba wengi kiapo chenu hakikutoka hapa, wengi kiapo chenu kimetoka hapa. Nendeni mkaishi kwa kadri ya kiapo mlichoapa hapa na yale mambo manne makubwa ya Jeshi la Kujenga Taifa. Jambo la tatu, mnapoelekea huko mkahakikishe sasa kwamba nyinyi mnakuwa ni watetezi namba moja wa nchi yenu, lakini pia ni watetezi namba moja ya viongozi wenu na hasa Mheshimiwa Rais. Msikubali hata siku moja abagazwe. Wazi? Namba 5. Namba 4. Kwa kupita tu na kuangalia mazingira yaliyopo, na waomba sana mkawe ni vinara wa kulinda mazingira. Mkawe vinara wa kulinda mazingira pamoja na usafi katika maeneo yote ambayo mtahakikisha ambayo mtapangiwa kwa kadri taratibu za viongozi wenu ambavyo wameziweka. Mkae mkijua bila mazingira yaliyo bora mambo mengi yatakwama, hayatoweza kwenda vizuri. Jambo la 5, mkawe vijana wazuri, vijana wa mfano na wale wa kutenda mambo mema. Muhakikishe kwa wakati wote mnaachana na vikundi na vile ambavyo vinaweza vikaharibu kidogo sifa za ujana: ulevi, utumiaji wa mihadarati na vingine vyote ambavyo ni nje ya maadili yetu ya hapa nchi nzuri tukufu Tanzania. Kahakikisheni mnakuwa vijana wema. Siku zote huwa najiuliza, unakuta vijana wazuri, wakomavu, wazalendo kama nyinyi, lakini baada ya muda unakuta naye amejiingiza kwenye madawa ya kulevya. Kutoka Tabora, mimi ni Diana Masai na hii ni Mawengi TV.